Zilizopita, Rais William Ruto aliamuru wanafunzi wote wa gredi ya 10 ambao wakuwa wameripoti shuleni kufika shuleni mara moja, iwe hawana karo, sare za shule au mahitaji mengine. Akitoa agizo hilo, rais aliwahakikishia wazazi na wanafunzi kuwa serikali ingegharamia malipo yoyote. Hata hivyo, wazazi na wanafunzi kutoka baadhi ya mitaa jijini Nairobi waliofuata agizo hilo wanaelezea kuwa walimu wakuu shuleni walidinda kuwapa nafasi, huku wakisema serikali haikutoa hela za kufadhili ahadi hiyo. Kwa wiki kadhaa, watoto hawa wamekuwa wakiwaona wenzao wakielekea shuleni kwa muhula wa kwanza na wao wakisalia nyumbani. Kila kukicha, matumaini yao ya kujiunga na gredi ya 10 yanazidi kudidimia, kwani wazazi hawana namna. Rais alipotoa agizo kuwa wanafunzi wote wapelekwe shuleni, ilikuwa ni habari njema kwa Helen Mumo kutoka mtaa wa Mukuru. Babake amekuwa akiugua maradhi ya figo na hana uwezo wa kufanya kazi, lakini walipofika shuleni mambo yaligeuka kuwa kangaja. Karatasi tukapeleka ile shule alituambia tumpeleke, tukapewa list ya ile vitu yote inatakikana. Hiyo karatasi iko hapa. Kaambia hiyo vitu kama haiko hawatakubali. Tukienda shuleni bila fees, nikakuwa disappointed, nikasema tu acha ningoje tu Mungu siku yenye atatengeneza tu njia nirudi shule. Mtaa huu wa Mukuru umejaa wengi kama Helen, wanafunzi wa gredi ya 10 ambao wamekwama nyumbani, hawana namna ya kujiunga na shule walizoitwa, kwani ahadi ya rais kuwa serikali ingesimamia gharama zote ilikuwa ni maneno tu bila uhalisia shuleni. Ramsey Carlos pia alifika shuleni lakini akafukuzwa na mwalimu mkuu. Sasa amekata matumaini ya kwenda shuleni na ameanza kufanya vibarua mtaani. Shule nimeenda ikashindikana, nyumbani imeshindikana. Sasa nilikuwa nimeanza kutafuta kazi huku nje, kubebeana maji, kuokota chupa, kwenda kuuza na ni hayo tu. So tukaenda Kisikioni, nikachukua hiyo leta, nikaambiwa mtoto izindi ya shule bila pesa. Wanafunzi hawa wote na wazazi wao sasa wanamtaka Rais William Ruto kutimiza agizo lake kikamilifu, kwani walimu wakuu wamekaidi amri hiyo, huku wakidai kuwa lazima wanafunzi wote wanunue bidhaa muhimu za kutumika shuleni pamoja na sare zote na kulipa karo inayotakikana. Dennis Mutuku mwenye umri wa miaka 15 na aliyepata alama 60 na kuitwa shule ya wavulana ya Mumbuni Boys angali na matumaini kwamba ndoto yake ya kujiunga na gredi ya 10 bado itatimia, licha ya kuwa bado hajaenda shuleni. After president kusema turudi shule, tulienda mimi na mama, tukaambiwa mtu kuingia lazima awe na school fees. Tukarudishwa. Nikaambia mama akitafuta shule zenye ziko hapa karibu hatutasaidika juu mimi nataka kufanya STEM pathway, because in future I want to be a software engineering. Regina Mulewa pia alifuzu na alama 57 na kuitwa katika shule ya wasichana ya ABC Muka Girls. Yeye pia alipelekwa shuleni na kufukuzwa. Kwenye mtaa wa Makadara jijini Nairobi, Glenn Mosoti pia anapitia yale. Alipata alama 56 na kuteuliwa kujiunga na shule ya upili ya Kirogo huko Murang'a. Tumefika, kuna mwenye alikuwa atu-admit, so hakuwa. So tukamuongoja juu tulikuwa tumefika huko mapema. But after kukuja akaanza kuleta complaints zake, haiwezekani urudi tu na venye umekuja. Alisema hata kama serikali imesema tuende, sasa mtu ukienda huko utakula nini? Sasa akatuambiaje turudi mpaka tupate hizo beddings na pesa. Nyuso zao zimejawa na uchovu unaoashiria mzigo mzito wa ndoto zao ambazo kwa sasa hawajui iwapo zitatimia. Kwa upande wao, walimu wakuu wanadai kuwa serikali imedinda kuwapa mgao wa ziada kusimamia gharama ya wanafunzi kama hawa, huku wakisema kuwa tamko la rais limewaacha pabaya, kwani hawana uwezo wa kuwamudu wanafunzi wote wasio na uwezo wa kulipa karo. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.